Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema usduku idha hadathtum, kuweni wa kweli mnapozungumza. Mazungumzo yenu yawe mazungumzo ya kweli, ukweli wa mazungumzo. Katika dunia ya leo, dunia ambayo imekuwa kiteknolojia, na watu wanasema dunia imegeuka kuwa kijiji, kwamba hakuna linalofanyika katika hii dunia isipokuwa ima utaliona mubashara, moja kwa moja, au utaliona baada ya muda mfupi, au utaliona baada ya siku chache. Katika dunia iliyofikia hatua hii, dhana yetu kubwa na mategemeo yetu makubwa ilikuwa watu wakimbilie kwenye ukweli, kwa sababu hakuna cha kuficha. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu annahu adda al-amanata wa nasaha al-ummata wa kashafa Allahu bihi al-ghumma wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. وأشهد أنه تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته، واعلموا أن الله عز وجل مع المتقين. وبعد. Ndugu zangu katika imani, awali ya yote nawahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, na tujue wazi kwamba Allah tabaraka wa taala yuko pamoja na wale wanaomcha. Ama hutuba yetu ya leo, tutachukua usia 6 ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema atakayezibeba hizo amepata guarantee ya kuingia peponi. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Ubada bin Samit alladhi rawahu Ahmad wa Ibn Hibban wal Hakim wal Bayhaqi wa hasanahu al-Albani, يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اضمنوا من أنفسكم 6 أضمن لكم الجنة. Ubada bin Samit anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, nipeni guarantee kutoka kwenu ya mambo 6. Nyinyi waumini, nipeni guarantee ya mambo 6, mimi nitakupeni guarantee ya kuingia peponi. Sasa mambo 6, kila jambo moja au nukta moja katika hayo 6 yanatosha kuwa hutuba peke yake. Jambo la kwanza kabisa, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema usduku idha hadathtum, kuweni wa kweli mnapozungumza. Mazungumzo yenu yawe mazungumzo ya kweli, ukweli wa mazungumzo. Katika dunia ya leo, dunia ambayo imekuwa kiteknolojia,
na watu wanasema dunia imegeuka kuwa kijiji, kwamba hakuna linalofanyika katika hii dunia isipokuwa ima utaliona mubashara, moja kwa moja, au utaliona baada ya muda mfupi, au utaliona baada ya siku chache. Katika dunia iliyofikia hatua hii, dhana yetu kubwa na mategemeo yetu makubwa ilikuwa watu wakimbilie kwenye ukweli, kwa sababu hakuna cha kuficha. Katika hii dunia ambayo teknolojia yake inakwenda kasi, tulitegemea kwamba leo kila mtu angekuwa mkweli, kwa sababu hakuna kichochoro ambacho unaweza ukakaa ukazungumza uongo na watu wasijue kama huu ni uongo. Usduku idha hadathtum, mnapozungumza muwe wa kweli wa mazungumzo. Sasa kila mmoja katika sisi anaijua nafsi yake, lakini haya sio maneno yangu mimi msemaji. Mimi nanukuu maneno ya mbora wa daraja, alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, mtume ambaye hazungumzi kwa matamanio yake, anazungumza kwa wahai, na ametumwa awe rahma. Rahma kwa sababu gani? Kwa sababu yale yote yatakayotupelekea kumuudhi Mola wetu, yeye atufundishe iwe ni rehema kwetu. Tuache hiyo tabia, tukae nayo mbali, tupate dhamana na guarantee ya kuingia peponi. Lakini kinachozungumza ni nini? Kinachozungumza mdomo, ulimi, moyo. Kwa ujumla, maneno yanayohukumiwa ni yale yaliyotamkwa na ulimi. Yale yaliyotamkwa na ulimi ndo ambayo yanabeba hukumu. Utahukumiwa kutokana na maneno uliyoyatamka ulimi wako. Yaliyokuwa moyoni ambayo unayafikiria, haya hayana hukumu. Yaliyo moyoni hayana hukumu. Hukumu yake itakuja ima uyatamke, au kama hukutamka utende yaliyoko moyoni, yaingie kwenye vitendo. Hapa utahukumiwa, au uyatamke bila kuingia kwenye vitendo, na hapa utapata hukumu. Na ndio maana mtu anaingia kwenye Uislamu kwa kutamka na anatoka kwenye Uislamu kwa kutamka. Mtu anaoa kwa kutamka na anaacha kwa kutamka. Matamshi ndio ambayo tunahukumiwa nayo. Na Waswahili wanasema ulimi hauna nyama, lakini hauna mfupa, lakini hatari ya ulimi ni kubwa kuliko kiungo chenye mfupa. Waswahili wanasema ulimi hauna mfupa na ni kiungo kidogo ambacho kimejificha ndani, lakini hatari yake ni kubwa kuliko kiungo chenye mfupa, kiungo kikubwa na ambacho kiko wazi. Ulimi
unamwachanisha mke na mumewe, ulimi tu. Mwanamke akiwa ndani tantarira nyingi, mwanaume akiwa ndani tantarira nyingi, ndoa inavunjika. Ndoa ambayo Allah tabaraka wa taala anasema mithaqan ghalidhan, ahadi nzito ndoa, lakini itavunjwa na ulimi. Zinaweza zikagombana nchi kwa nchi kwa sababu ya ulimi. Kwa hiyo maneno na mazungumzo ya kweli yanatamkwa na ulimi, ulimi ambao Muadh bin Jabal alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, hal nahnu ya Rasulullah muakhadhuna bima natakallam? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambiaje? Thaqilat ummuka ya Muadh, thaqilatka ummuka ya Muadh, wa hal yukabu nnas. Mama yako akukose. Mtume katumia neno zito, mama yako akukose ewe Muadh. Wewe unafikiri Muadhi, kitakachowatupa kwenye moto watu wengi illa ala hasaidi alsinatihim, isipokuwa ni yale yaliyotoka kwenye vinywa vyao. Tabia ya kuzungumza mazungumzo ambayo si ya kweli. Ukweli unajenga nyumba, ukweli unajenga biashara, ukweli unajenga ujirani, ukweli utakuletea marafiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wala yazalu rajulu yasduq hatta yuktaba inda Allahi siddiqan. Neno siddiq alipewa katika umma huu Abu Bakar radhiallahu anhu, lakini unaitaka nafasi hiyo na lakabu hiyo aliyompa Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq, kuwa mkweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu hatojizoeza kuzungumza ukweli, kwa sababu hii ni tabia unatakiwa uizoeshe nafsi yako, kuzungumza ukweli. Na wengi leo, kama si wafanyabiashara wakubwa, kama si wafanyabiashara wakati, ni wafanyabiashara wadogo wadogo. Ithmanu li sita min anfusikum adhmanu lakumul janna. Mtume anasema nipeni guarantee ya mambo sita kwamba haya mtayashika mkaishi nayo mpaka umauti kukuteni, mimi nakupeni guarantee ya pepo. Sisi tunaijua pepo au tunaisikia tu? Pepo ya Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akupe guarantee ya kuingia peponi, pepo ambayo atakayepewa pepo ndogo atapewa kama dunia mara 10. Leo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema usduku idha hadathtum, kuweni wa kweli wa mazungumzo. Na leo tunamkosa mtu mkweli kwenye jamii, mkweli wa mazungumzo. Leo huwezi kumuonyesha mtu kwamba huyu ndo mkweli wa mazungumzo, illa man rahima rabbi.
kwamba huyu bwana akikwambia maneno yake ni kweli. Yuko wapi huyo mtu kwenye jamii ambayo tunaishi nayo leo? Bakia yushara ilaihim bilbani, wamebaki watu wachache ambao wataonyeshwa kwa vidole tu, lakini wengi hatuko hivyo. Sisemi mimi mzungumzaji nimetakasika, hapana, lakini ndio maana nawahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu. Aqulu wa ma antum tasmaun wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barul karim. Alhamdulillah, usikum mirara wa tikrara bitaqwa Allahi azza wa jalla wa taati. Ndugu zangu, nawahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu tena juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala na kumtii. Leo tutosheke na jambo moja hili, jambo la kuwa wakweli tu. Na ukweli hauwezi kwenda kuununua sokoni, wala huwezi kuuchimba migodini. Ukweli ni tabia. Badilisha tabia. Ona kwamba uongo ni kitu kibaya. Wewe unamchukuliaje mtu ambaye amekwambia uongo ukaja kugundua kwamba kweli ni kitu kingine? Yeye kakuhadisia kitu kingine, kakuambia jambo jingine, umekuja kugundua kwamba ukweli uko magharibi, yeye kakuambia kitu kiko mashariki. Wewe binafsi unajisikiaje? Sasa kama utajisikia vibaya na utamuona yule mtu hana maana, basi ni hivyo hivyo na wewe utakapokuwa umemuongopea mtu, umemwambia mtu jambo la uongo, akagundua kwamba hili ni jambo la uongo, naye anashusha heshima yako, anashusha busara yako, anashusha mtazamo wako aliokuwa anakutazama kwa sababu umemwambia uongo. Kwa hiyo tunamwomba Allah tabaraka wa taala atupambe na sifa ya ukweli, atuondoshe kwenye sifa ya watu waongo, atulinde na kila rafiki muongo, ili tupate salama katika maisha yetu ya dunia na akhera tunakokwenda. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وارض عن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، والحمد لله على تمام والكمال. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi
kukualika pindi itakapofika Korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.